Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Poteza lakini sura ina bashasha, yani imenawirika. Furaha iko wapi na umepoteza 2-1 leo mbele ya KMC? Unajua furaha ni option afu furaha inatafutwa. Kwa hiyo wanasema hata ukiwa kwenye matatizo unatakiwa ufurahi, si ndio? Ya nilishasema mechi ya leo ni mechi ngumu. Sisi tunaichukulia mechi kama dabi. Tumekutana hii mara ya 10 sasa na KMC. Leo ni mara ya pili anapata ushindi. Dodoma Jiji ameshinda mechi katika mara 10. KMC anapata leo ushindi mara ya pili. Dodoma Jiji ameshinda mara 8. Kwa hiyo ni watu ambao tunawamudu. Lakini wanasema kuna siku mbaya kazini, si ndio? Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku mbaya kazini. Tumepoteza kwa magoli 2-1. Mchezo ulikuwa mzuri, nadhani wote mmeona. Vitu vingine ni bahati. Tumepata nafasi za kutosha. Mwana Kibuta alipiga mpira ukagonga mwamba. Iko mipira ambayo ilikuwa ni magoli ya wazi kabisa tumekosa. Kwa hiyo sometimes kuna kitu kinaitwa luck, ndicho ambacho walikuwa nacho wenzetu, sisi hatukuwa nacho. Kwa hiyo ni matokeo mabaya kwetu, lakini tunaangalia mchezo unaofuata dhidi ya Azam tarehe 13 mwezi ujao hapa Dar es Salaam. Yes. Na kuna wale ambao wanajaribu kunasibisha kutokana na nafasi ambayo wapo KMC, wapo chini kule, na nyinyi wote ni timu ya Manispaa. Pengine kuna mpango ambao umepangwa ndani. Nirekebishe hapo, sisi ni Jiji. Wale ni Manispaa. Sisi tuna hela kuliko wao. Lakini mnaendana, si wote serikali. Hatuendani. Sisi labda tufananishe na Pamba, ndio Pamba Jiji. Pamba Jiji, Dodoma Jiji. KMC ni halmashauri. Kwa kusema hivyo ni kwamba hakuna sababu ya kumwachia kwa sababu hamna ambako mnaingiliana. Yeah, of course, kama nilivyosema, hatukuwa na sababu ya kuachia chochote kwenye mchezo wa leo. Kama ulinisikiliza vizuri interview yangu iliyopita, nilisema hivi: tunataka tumalize ligi, tukisalia kwenye ligi kuu tukiwa kwenye nafasi nzuri. Unaweza ukamaliza ligi, umebakia kwenye ligi, uko nafasi ya 9 ama ya 10. Kikawaida unaweza ukafurahi umebaki kwenye ligi, lakini kibiashara si nzuri. Hakuna mdhamini anayependa kuidhamini timu iliyoshika nafasi ya 10 au timu iliyocheza playoff au timu iliyoshika nafasi ya 9. Lakini at least ukiwa kwenye 5 bora, endorsement ni za kutosha, wadhamini ni wa kutosha. Ndio target yetu. Na moja kati ya michezo ambayo tulikuwa tunaitegemea sisi kuweza kupata alama at least tuweze kusogea juu ni mchezo huu dhidi ya KMC. Wenzetu JKT wanasema adui muombe njaa. Tumepoteza sisi na wao wamepoteza. Kwa at least na sisi tupo kwenye nafasi ile ya 6. Kwa tunapambana mchezo unaofuata dhidi ya Azam tupate alama 3. Then mchezo unaofuata nyumbani dhidi ya Singida Black Stars tupate alama 3. Then mchezo wa mwisho dhidi ya Yanga insha Allah kwa kudra za Mwenyezi Mungu tupate alama 3, tuwe kwenye nafasi ya 5, tuweze kujikusanyia endorsement za kutosha, sponsors wa kutosha, fan base ya kutosha. Lakini kuna kitita kinono kutokea Azam. Nyie mnafahamu, ndiye mdhamini wa haki za matangazo. Kila namba ambayo unakuwa unasalia nayo kwenye ligi, kuna bonus unaipata kutokana na hiyo namba. So ukiwa mbali, bonus inakuwa ndogo. Ila ukiwa karibu, inakuwa karibu. Kwa tukiwa nafasi ya 5 pale, inshallah unaweza kupata chochote kitu. Moze, mimi natamani kufahamu, tukiwa kwenye ligi nambari 4 kwa ubora, na hii imechangiwa na timu kushiriki kimataifa na kufanya vizuri. Ipo timu ambayo imebaki kwenye michuano ya kimataifa, Simba inacheza hatua ya nusu finali. Pengine neno lako ukiwa ni miongoni mwa wanufaika kwenye michuano hiyo ya kimataifa ambayo imekuza zaidi ligi yetu, unawaambia nini washiriki hawa katika mchezo huu wa nusu finali? Kwanza nawapongeza sana Simba. Hapa tunazungumzia taifa sasa. Nawapongeza sana Simba kwa hatua ambayo wameifikia, lakini kwa hatua ambayo wameifikisha soka. Ukiwa unazungumzia kufika ligi namba 4 kwa ubora Afrika, maana yake lazima utawataja Simba, lazima utawataja Yanga. Yaani tukiacha wasimu ambao tunao kwenye ligi yetu ya ndani, ukienda nje, hivi leo tunaonekana sisi tuna kitu, lakini kwa sababu ya hizo timu mbili. Ushanielewa vizuri. Kwa hiyo nawapongeza Simba, lakini ambacho naweza kukisema, ninawatakia kila laheri kwenye mchezo wao wa Jumapili. Na mimi ninaamini Simba watakwenda kupata matokeo mazuri, watashinda na watasogea hatua inayofuata. Kwa hiyo nimwambie tu ndugu yangu Ahmed Ali
akaze hapo hapo, aongee na wachezaji, wakaze, taifa linawaangalia, wasituangushe. Tuko nyuma yao. Unaamini wanaenda hatua ya finali? Of course wanaenda na watachukua. Tunawaombea wachukue. Sogee kabisa nafasi ya 3, ya 2, ikiwezekana ya kwanza. Na mambo kama hayo, hatuwezi kusema eti wafungwe sio nini. Mimi sio yani sina, ukifikia tu basi wewe ni mchawi. Yani kwa kifupi moyo ya wanga. Mimi nina moyo safi, moyo mweupe. Mimi sio mchawi, sio mwanga. Na watakia kila laheri Simba kwenye mchezo wa kimataifa. Na wala huogopi kusema ili hadharani? Asiogopi kwa sababu ni mechi, ingekuwa mechi ya ndani anakutana labda na Azam au Yanga nisingesema chochote. Lakini kwa sababu ni mchezo wa kimataifa, taifa linawaangalia. Sasa waziri wa michezo, rais ameweka mpaka bonus. Mimi Moze nani jamani nishindwe kuwatakia kila laheri Simba. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri. Asante sana. Asante sana. Kila laheri. Jamani asante. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.